mashaka, hakuna matata. Bwana wangu ni mwema, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote, hakuna mashaka, hakuna matata. Bwana wangu ni mwema, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote, hakuna mashaka, hakuna matata. Bwana wangu ni mwema, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote. Hakuna mashaka, yeye Bwana wangu ni mwema. Nguvu zake kinga yangu, Bwana ataniongoza daima. Akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote, hakuna mashaka, hakuna matata. Bwana wangu ni mwema, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote, hakuna mashaka, hakuna matata. Bwana wangu ni mwema, akiniongoza njiani salama. Sitaogopa chochote. hakika kifo cha Yesu Mwokozi Tukomboa, nguvu zake kinga yangu, Bwana ataniongoza daima. njiani salama. Sitaogopa chochote, akiniongoza. Kipindi sio kirefu sana, lakini ni neno la Mungu. Ninaomba usikivu wako kipindi tunapoingia kwenye neno la Mungu bila kuchelewa. Nisema wiki hii niko kwenye mapumziko, kwa tumepanga, vijana wako vizuri, watumishi wa Mungu. Bila kuchelewa tupige makofi wakati wanakuja. Hezron Lameki karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku iliyo njema, siku iliyokubalika machoni pa Mungu, kuwepo jinsi hii na kusikiliza Mungu anasema nini nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana umepoa sana. Tupo kwenye majonzi, tumeondokewa na rais wetu. Ni wakati mgumu sana na imetokea ghafla sana, lakini haimaanishi kwamba Mungu wetu ametuacha. Yes. Hallelujah. Haimaanishi kwamba Mungu wetu ametuacha. Hata mimi nilipofiwa na baba nikiwa bado sijaoa, na baba yangu ndio alikuwa anasimamia maandalizi ya harusi yangu, nilifikiri Mungu ameniacha, lakini kumbe Mungu hajaniacha. Mungu bado anaandaa mpango. Wakati mtu anapoondoka, kuna kuwepo na mtu anayeandaliwa badala yake. Bwana Yesu. Kwa sababu gani wengi huwa tunalia, tunaondoa ile hasira iliyoko ndani, lakini hatupati muda wa kukaa tuseme sasa Mungu unasema nini? Sawa, hasira na machozi yale na maumivu ya moyo yameshuka kwa sababu faraja ya Roho Mtakatifu imekuja kwako. Baada ya faraja ya Roho Mtakatifu, unatakiwa umuulize Mungu, katika hili nifanye nini? Yosefati alilia, baadaye akamuuliza Mungu, nifanye nini juu ya jeshi hili linalonijia? Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Nifanye nini katika hili?
Tunafika mahali tunakosa utulivu wakati tuko kwenye vita. Unapokosa utulivu, unapomwomba Mungu, inatakiwa utulie ili Mungu aweze kusema, kwa sababu anakuja kwa sauti ya upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Elia aliona ngurumo, aliona radi, aliona tetemeko, lakini baadaye ilikuja nini? Sauti. Sauti ikimwelekeza nini cha kufuata. Sasa tunapoishia kuomba tu, hatujajua Mungu amesema nini, tunakosea, na ndio maana hatufikii wakati wa kushinda kunakotakiwa kushinda. Kushinda kunakotakiwa kushinda. Unaweza kuona umeshinda kwa sababu umepata faraja moyoni, lakini umeshinda kwa sababu Mungu anataka adhirishe ukuu wake kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehoshafati akaambiwa na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waandae wana wa Asafu. Waandae wana wa nani? Ngome zinaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona leo wana wa Asafu wakifanya kazi yao. Wana wa Asafu ni watu wanaoabudu. Wana wa Asafu ni watu wa sifa. Mungu wakati mwingine anatupa njia ambazo sisi haziingii kwenye akili yetu. Hivi ni akili kweli watu wanakuja na silaha alafu wewe uandae vyombo ukakae pale alafu watu wewe wanaimba? Inakuja kwenye akili? Inakuja, lakini inakuja. Sikiliza Mungu anachokisema. Gideon asingesikiliza Mungu anasema nini. Anaenda vitani, anaambiwa alikuwa na watu kama 30,000, alafu anaenda vitani na watu 300. Ni kitu ambacho kinakuja? Haleluya. Haleluya. Hakiji kwenye akili. Joshua anaambiwa mji wa Yeriko ukauzunguke mara 7. Alafu siku ya 7 uzunguke mara 7, alafu kisha upige nini? Mpige tarumbeta na mazomari na mshangilie Mungu. Wakati tunaelewa huu ukuta uwezi ukabomoka. Kwa nini? Kwa hizo kelele wala kwa nyimbo. Unapoingia kwenye vita za maisha, usitake kutafuta njia ya kwako wewe binafsi. Biblia inaposema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu au ategemeaye akili zake na moyoni mwake amemwacha Mungu, ndio yule ambaye anaenda kuanguka wakati yuko kwenye changamoto. Lakini unapofunga akili zako, unapomruhusu Mungu afanye na asimame katika lile tatizo ulilonalo, kuna ushindi ulio mkubwa. Haleluya. 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 Msaada wakati wa changamoto za maisha, wakati wa vita vya maisha. Tunapoacha kumsikiliza Mungu anasema nini, tunaporuhusu akili zetu zifanye kazi sana, tunaporuhusu mawazo yetu yafanye kazi zaidi ya kuyaruhusu macho na mawazo ya rohoni yafanye kazi na kumruhusu Mungu awape pamoja na sisi, ndipo tunapopoteza mwelekeo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Una changamoto gani ambayo inakufanya
umekosa mwelekeo na umemhusisha Mungu, pengine haujapata mwelekeo. Siku hii ya leo nakwambia ukae chini utafakari. Katika kutafakari na kumwomba Mungu, Mungu huwa analeta wazo lililo jema. Haikuwa rahisi kwa wale wana wa Israeli walipokuwa wanaizunguka ule mti. Wanauzunguka siku ya kwanza, wakazunguka siku ya pili. Kuna wengine walikuwa wanasema yawezekana huyu kiongozi wetu amechanganyikiwa, si ndio jamani? Wanasema akachanganyikiwa, anatupeleka pelekaje, tunaendaje hivi? Lakini mwisho wa siku wanapokuja kuona matokeo, ndipo wanapokuja kuamini kwamba Mungu yupo. Na Mungu anakasirika sana, anakasirika sana kwa watu ambao wameuona mkono wa Mungu akiwatetea katika mambo mbalimbali na mambo yaliyo magumu. Baadaye wanakutana na changamoto, wanaamua kumwacha Mungu. Ndicho kitu ambacho Mungu huwa hakipendi. Unajua kwa nini wale wana wa Israeli ambao walikuwa wana miaka 20 kwenda juu hawakuiona ile nchi? Maana Mungu aliwakusha bahari ya Shamu, walimwona. Aliwalisha mana jangwani, walimwona. Akatoa maji kwenye mwamba, waliona. Wanafika mahali wanawaona wale Wakanani, wanasema wao ni wakubwa na sisi tunajiona kama ni pasi. Wameusahau ukuu wa Mungu, jinsi alivyowatendea. Yes. Wamesahau jinsi Mungu alivyowavusha. Mungu akasema hawataingia, kwa sababu walishakwisha kuona kwamba mimi nina nguvu. Alafu inafika mahali tatizo lako unaliona ni kubwa kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tatizo lako unaliona ni kubwa kuliko nani? Kuliko nani? Kuliko nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaona nini hapa kwenye hii mimbar? Mnaona nini kumbe? Mnaona nini jamani? Mnaona nini jamani? Wote mnaona simu? Wote mnaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaona nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mtazamo wa wanadamu. Ndio mtazamo wa nani? Nimenyanyua simu, watu wakasema nini? Hivi ni vitu vinavyonyanyuka, lakini vinaweza kufanya nini? Haviwezi kufanya nini? Kusimama bila kunya. Tumeshindwa kuiona nini, lakini tumeiona nini? Tumeiona nini? Au ninaeleweka au sielewi? Yaani mtu anafika mahali analiona jaribu ni kubwa kuliko Mungu. Hii ni mimbari imeonekana, lakini niliponyanyua simu watu waliona simu. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Au nimekosea? Unaona simu, unaona jaribu kwamba ni kubwa kuliko Mungu, kumbe kenyewe ni kadogo. Na jaribu alimpate mtu isipokuwa limeruhusiwa na Mungu, si ndio hivyo? Na anajua kwamba Mungu ameandaa mlango wa vile jaribu kufanya nini, na linakuja linalingana na uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu la kupata mchumba linalingana na uwezo wako. Jaribu la kupata mke linalingana na uwezo wako. Ile jaribu langu nililonalo mimi linalingana na uwezo wako, na uwezo wa imani nilionao.
Hata hili lililoipata taifa linalingana na uwezo wa Tanzania yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawaje itachukua muda sana kupata mtu atakayefiti viatu vya yule mzee. Tukubali, tukatae. Tukubali, tukatae. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inachukua muda. Tulilia kwa Nyerere sana. Na hakuna mtu ambaye amewahi kuliliwa kama Nyerere. Amefuata huyu mzee. Mkapa amekufa, watu walikuwa wabishi tu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Mtu kupitia Biblia tu jibu upendo. Niliongea na mtu mmoja, na watu sio mtu. Nikamwambia shetani ana mbinu kubwa sana, na hizo mbinu wanatumia sana wenzetu weupe. Wanapomwona mtu ananyanyuka, wanaweza wakaangalia muhimili wake uko wapi. Tumesoma hata kwenye historia kwamba zile falme zilizokuwa na nguvu, moja ya tabia ambazo huwa wanazo ni kudhoofisha falme nyingine zinazoinuka. Ili zibaki kuwa tegemezi, ili wao waendelee kuwa juu. Na kuna kitu ninahisi, ugonjwa uliokuja kwa namna hii ya tofauti, sio kwamba ni ugonjwa ule ule, lakini hii kuna watu walipandwa, na wale watu walipopandwa, nilimwambia mtu mmoja na nilimwambia mke wangu, hii kuna watu wamepandwa, wao wakafanywa kuwa ni carrier. Tunajua watu carrier wanakuwa na yale matatizo, alafu yale matatizo hayawadhuru wao, wana uwezo wa kuambukiza wengine, na wengine yakawadhuru kwa haraka na wakawahi kufa. Wakapandwa wale watu, ndio wale ambao nilisema ni wasaliti, kutokea kupoteza viongozi na wataalamu wakubwa kama mwaka huu. Wataalamu na watu wenye uelewa kama mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itachukua miaka mingapi mpaka umfanye mtu awe profesa? Itachukua miaka mingapi umfanye injinia apatikane injinia kwanza aliyesomea, pili mwenye uzoefu na ile kazi? Kuna vitu vingi vinaenda kusimama kwanza. Unapoanza kujikongoja ili mwenzako awe ameshafika pale. Juzi tukao tunasikia, tunaanza kuambiwa mahindi yetu yana sumu, na miaka yote wameyachukua mahindi ya kwetu. Ndio unakuwa na picha ya kuelewa kwamba tunakoelekea tunaenda wapi. Wanatengenezwa watu, wanawasaliti watu. Ndio maana ninasema kuondoka kwa huyu mzee mwenye jicho la kawaida
haoni tatizo, lakini mwenye jicho la tai ndio atakayejua. Mahindi yetu yana sumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna kitu kingine nimejifunza. Vita ya Daudi dhidi ya Sauli, Sauli dhidi ya Daudi, haikusababishwa na yeye Daudi kumuua Goliathi. Inaeleweka hapo? Amen. Kumuua Goliathi haikuwa sababu ya Daudi kuwa adui na nani? Na Sauli. Lakini zile nyimbo za wamama ndizo zilizoleta vita dhidi ya Daudi, ndio zilizochochea. Sauli akasema moyoni mwake, wamempa 10,000 mimi wamenipa 100. Kilichobaki ni nini? Si watamfanya kuwa nani? Maneno. Na bungeni nako tuna watu wana tabia za wanawake. Hii ya kusema tutamwongeza, wangemsubiria asogee mzee wao, baadaye mwishoni tuje tufanye kama tutafanya. Sasa mtu ndo ameingia tu awamu ya pili, halafu mnaanza kusema tunamwongeza. Mnategemea, mnamtengenezea vitu ambavyo havina maana. Wakati mwingine tusio tunaropoka tu tunalichamu katika midomo yetu. Unaweza ukaropoka ukamsababishia mtu mwingine matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunalichamu katika midomo yetu, tunafikiria ni nini kinaweza kikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto za maisha zipo, lakini tusimame upande wa Mungu ili Mungu aweze kutusaidia katika haya yote. Wanaokuchukia wapo, hata kukuona unapotembea wao hawapendi, hata kukuona unapokuja kanisani wao hawafurahi, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu utulivu. Pengine mimi leo nisingekuwepo hapa, lakini kwa sababu ya Mungu ninasimama. Nimepita wiki hii katika kipindi kigumu. Familia yangu yote ilikuwa inaumwa, mpaka mimi mwenyewe. Lakini kwa sababu Mungu anatulinda na anatuponya, ndio maana nimesimama leo. Viko vita katika maisha, viko vita katika maisha. Daudi anasema hawa wanataja farasi na hawa wengine wanataja magari. Endapo wanadamu watataja utajiri wao, wengine watataja watoto wao walio maarufu, lakini wao ulitaja jina la Bwana wa Mungu aliye hai. Hata wataje vile wanavyovitumainia, kwa sababu ni vitu vya muda, lakini wao unayemtumainia Kristo, endelea kumtaja Kristo, kwa sababu yeye ndio mwenye maisha yako ya hapa na ya baadaye. Haipaswi kuogopa, haipaswi kuwezeka. Zaidi sana ni kumwangalia yeye aliyeanzisha hii safari. Tunakoelekea tumekaribia sana, hatuko mbali. Paulo anasema tunakokuelekea tumekaribia kuliko tulikoanza kuamini. Mwisho umekaribia, usaliti umeongezeka, mambo mabaya yameongezeka. Mara kwanza tulikuwa tunasema dunia sasa hivi imeshavaa sketi, imesubiria kupaka lipstick itoke out, lakini sasa hivi dunia imeshavaa kanga moja. Dunia imeshavaa kanga moja.
kama kulewalewa imeshalewalewa, kama matumaini yameshaisha, tunakoelekea mwisho wa mambo yote uko karibu sana. Ni nani atakaye tusaidia katika nyakati hizi za hatari? Ninapenda nikuelekeze kwa Mungu, maana yeye ndio kila kitu katika maisha yetu. Nikikuelekeza kwa wanadamu, siku moja wanakufa. Hatukutegemea mzee wetu kufa juzi, lakini imetokea kwa sababu na yeye ni mwanadamu. Na Wanyamirambo wanasema imburazila ile, yani kila mtu ataonja mauti, lakini yupo asiyeonja mauti, na aliyeenda kuzimu akashinda mauti, akasimama, akatoka, akachukua funguo za kuzimu na za mamlaka, naye amepaa, yuko juu, anatusubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwogopa sana shetani kuliko kumheshimu Mungu. Biblia inasema msimwogope yule auaye nini? Asiweze kuua roho, bali tumwogope yule mwenye uwezo wa kuua mwili na roho, ambaye ndio Mungu tunayemwabudu. Tunatakiwa tuishi vizuri na yeye, na tunapopita katika changamoto tumshirikishe yeye. Yeye ndiyo mpumbuzi wa mambo yote. Haleluya, 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 haleluya. Yeye ndio mpumbuzi wa mambo yako. Yeye ndio mtatuzi wa shida zako. Hayupo mwingine zaidi yake. Hayupo. Watoto umewazaa, umewalea, umewasomesha, wana maisha yao, lakini hawawezi wakawa watatuzi wa mambo yako. Watayatatua yale wanayoyaweza, lakini kuna mengine hawayawezi. Yanamtaka Mungu peke yake. Hayamuhitaji mwanadamu, hayamuhitaji shangazi, hayamuhitaji mjomba, hayamuhitaji mtu awaye yoyote, isipokuwa yeye Mungu peke yake. Tusiweke matumaini yetu kwa wanadamu, tuweke matumaini letu kwa Mungu, na kila changamoto inapotokea tumshirikishe yeye. Biblia inasema msisumbukie kwa neno lolote, bali kwa kila neno ni kukusali na kufanya nini? Haja zenu zijulikane na nani? Wewe haja zako unataka majirani wajue. Ndio maana wakati mwingine unafeli, maana umewaeleza majirani, na majirani nao wamekung'ong'a, na wengine wamepata sababu ya kukuingilia zaidi na kukuumiza. Lakini ungemweleza Mungu, msiri wako wa ndani, ambaye anajua shida zako na namna ya kuzitatua. Unamweleza mwanadamu, na yeye ana matatizo yake, pengine ni makubwa kuliko ya kwako, na ndio maana ulipomweleza akakuangalia tu. Tumweleze Mungu shida zetu katika changamoto zozote za aina yoyote. Mshirikishe Mungu, usimshirikishe mwanadamu, usimshirikishe mwanadamu. Mwanadamu kumshirikisha ana sehemu yake, lakini kuna mengine hafai kushirikishwa. Msiri wetu wa ndani ni Mungu. Huruma za mwanadamu zina kikomo. Msaada wa mwanadamu una mwisho, ila msaada wa Mungu ni wa milele. Msaada wa mwanadamu una mwisho, msaada wa Mungu ni wa milele. Yeye hatuchoki sisi.
pamoja na kwamba tunamkosea mara nyingi sana, lakini yeye bado ni mwingi wa huruma na rehema juu ya maisha yetu. Yeye bado ni mwingi wa rehema. Yohana anamtambua. Yona alipoenda kuhubiri ule mji wa Ninawi, watu wa Ninawi wakageukia wakamwomba Mungu, wakasamehewa. Yohana akaghadhibika, akasema na Mungu, akasema nilijua kwa wewe ni mwingi wa huruma na rehema, utawasamehe tu. Kwa hiyo yule ndiye aliye mwingi wa rehema na mwingi wa huruma, ndio wa kumweleza shida zako. Haijalishi una dhambi kiasi gani. Najua dhambi zako hazijafika dhambi za mji wa Ninawi, hazijafika kiwango cha mji wa Ninawi, lakini wale walipopomoka mbele za Mungu, Mungu aliwarehemu, Mungu aliwarejesha, Mungu aliwakumbatia. Badala ya kuangamiza, Mungu akawaongezea siku za kuishi, akawapa matumaini yaliyo mapya. Hata wewe siku ya leo ukimshirikisha Mungu, atakupa tumaini lililo jipya, atakupa changamuko la moyo, atakukumbatia, atakufariji, atakwambia mwanangu, pita hapa. Oh, haleluya! Ruhusu Mungu akufundishe, ruhusu Mungu akuelekeze. Daudi anasema, mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako atafanya nini? Yatathibitika. Mwite yeye naye atakuitikia. Unamkabidhi nani shida zako? Unamweleza nani njia zako? Msaada katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, yeye asiyelala, yeye asiyesinzia, siku zote huwa anatuwazia yaliyo mema. Unaweza kusema mimi mchungaji nijui, lakini Mungu anakujua. Mimi mchungaji hajaniona, lakini Mungu anakuona, kwa sababu mchungaji naye ni mwanadamu. Kwenye changamoto zako pengine hajasikia. Wewe unakaa unavunjika moyo katika hilo. Hutakiwi kuvunjika moyo, kwa sababu aliyekuumba yuko pamoja na wewe. Haleluya, 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 haleluya. Hata katika hili Baba, yeye ni Ebenezer. Mungu siku zote hajawahi kumwazia vibaya mwanadamu. Siku zote hajawahi kukuchukia, lakini unajichukia mwenyewe. Unapoona watu wanakuchukia, unajichukia mwenyewe, lakini Mungu hajawahi kukuchukia. Mungu bado analo kusudi jema na maisha yako. Haleluya, haleluya. Ninaenda kumaliza, sitaki niwachoshe. Sitaki niwachoshe. Niliyosema nimeyasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna mtu ametoka mahali na kwenda mahali, ila kuna wale ambao kila neno la Mungu huwa wanabeba beleshi au koleo. Linapokuja huwa wana tabia ya kuchukua lile na kumrushia jirani yake. Ukiwa na tabia kama hiyo, itakuhusu wewe na maisha yako, kwa sababu hasara haitakuwa kwa jirani yako, hasara itakuwa kwako. Lakini elewa kwamba hii Biblia, unajua iliandikwa kwa ajili ya nani? Unajua iliandikwa kwa ajili ya nani? Haya yote yaliyo kwenye Biblia yameandikwa kwa ajili yako, sio kwa ajili ya huyu.
sio kwa ajili ya mke wako, ni kwa ajili yako. Ukichukua ukasema hili linamfaa fulani, hiyo ni shida ya kwako, lakini hili liliandikwa kwa ajili yako, haikuandikwa kwa ajili ya mtu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msaada wetu upo kwa Bwana, haupo kwa mtu mwingine, haupo kwa jirani yako, haupo kwa ndugu yako, haupo kwa mtu awaye yoyote, isipokuwa upo kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambapo pia kuabudu wakati wa watu tunasimama.